Bwana, mara baada ya Pedro Goncalves kuchukua mikoba ya kukinoa kikosi cha Young Africans, moja kati ya vitu ambavyo vitakuwa ni kipaumbele kikubwa kwa mwalimu mpya ni kujaribu kumrudisha katika hali ya kawaida mshambuliaji Prince Mpumelelo Dube. Sasa unajua, mwisho wa siku mwalimu unapokuwa ni mpya, automatically kwanza utakaa vikao na wachezaji. Utakaa vikao vya pamoja kwa maana ya wewe na wachezaji wote, lakini pia kutakuwa kuna vikao vya mwalimu na mchezaji binafsi kwa ajili ya kutaka kujua baadhi ya vitu on a personal level. Sasa kwa hoja hiyo, maana yake ni wazi Prince Mpumelelo Dube ni mtu ambaye anahitaji msaada kwa kiasi kikubwa sana. Tena nitasema ni wa ana kwa ana na mwalimu, na nafikiri kuna vitu viwili ambavyo hivi sasa Dube anavihitaji kwa kiasi kikubwa sana chini ya Pedro Goncalves kuelekea kwenye michezo ya kiushindani na ukuja mara baada ya balaa ambalo limetokea kwa upande wake katika mchezo wa mkondo wa pili dhidi ya Silver Strikers siku ya Jumamosi. Sasa kwanza kabisa ni wazi mwalimu atatakiwa ama atampa uwazi Dube kwenye kile ambacho yeye anakitegemea kutoka kwake. Yaani mfanye mchezaji ajihisi ni wa kipekee katika mipango yako ya kiufundi. Kwa bwana, sikiliza Dube, wewe ndo mtu ambaye unaweza kulink up, wewe ndo namba 9 niliye naye ambaye unaweza kuhold up, unaweza kulink up, unaweza kuwaingiza wengine mchezoni, unaweza kwenda kulia na kushoto, unaweza kudestabilize muundo wa ulinzi wa timu pinzani. Hivyo ni vitu ambavyo Pedro Goncalves atahitaji kama kumkumbusha. Sio kwamba hatujui, lakini unatakiwa umuonyeshe mchezaji kwamba ana umuhimu kwenye system kwa kupitia hivyo vitu ambavyo anaweza kuvifanya. Kwa hiyo clarity, na pia asijazwe vitu vingi, kwa sababu hivi sasa Dube hahitaji pia kujazwa vitu vingi sana vya kiufundi. Anahitaji tu kukumbushwa umuhimu wake yeye kwenye system ambayo mwalimu atataka kuitumia ama kuambiwa hicho kitu, lakini pia asaidiwe kwenye kile ambacho kimemuondolea confidence kwenye mchezo dhidi ya Silver Strikers. Kilichomuondolea confidence sio touches, sio overall play yake, ni ile finishing tu. Hilo la kwanza, maana mwalimu aweke uwazi kwenye kile ambacho Dube atakuwa anakichangia kwenye system yake, kimpe mchezaji hali ya kwamba kumbe mimi nahitajika, kumbe mimi ndo naweza kufanya kitu ambacho pengine mwalimu anakiona kutoka kwangu na si kwa wengine. Hilo moja. Cha pili, Dube sasa hivi anatakiwa arudi tena kwenye uwanja wa mazoezi, atengenezewe situation za kufanya finishing ambazo zitamkumbusha ubora wake. Unajua, mimi nawaambieni ukweli, Dube ambaye mimi namfahamu, au kwa mtu ambaye amekuwa akimfuatilia Dube toka akiwa Azam, moja kati ya finish ambazo Dube huwa anaziweza vizuri sana ni first time finish. Yaani kwamba kaekewa, hatulizi afanye chochote, kashalitazama goli, kashauangalia mpira, kashamwangalia goalkeeper alipo, kisha ana finish moja kwa moja bila kuchukua second touch. Hiyo ni moja kati ya signature finish muhimu sana na signature finish bora sana ya Prince Dube, kwa mtu ambaye amekuwa akimfuatilia Dube toka akiwa Azam. Msimu ambao alifunga magoli 12, magoli 7 kati ya 12 ambao aliyafunga akiwa na Azam msimu wa 22-23 aliyafunga kwa one touch. Yaani anaekewa, no kutuliza, no second touch, no kujiuliza. Kipa yuko wapi? Nimemuona. Goli liko wapi? Nimemuona. Mpira uko wapi? Nimeuona. Bang, ndani. Sasa kile ndo kitu ambacho hivi sasa inatakiwa Dube akipelekwa kwenye uwanja wa mazoezi atengenezewe mazingira ya kureplicate. Kwa maana tunajaribu kukusaidia bwana, sikiliza, unajua wewe ulikuwa una finish sana kwa kufanya one touch. Tutakuwa tunaweka mipira kwenye channel, tutakuwa tunakuwekea mipira kwenye boxi, one touch finishes. Akizitumbukiza hizo hata 20-30 mazoezini mbele ya Diara, na kuhakikishia confidence ya Prince Dube itarudi kuanzia kwenye mchezo unaokuja. Kwa sababu mtu ambaye anamfahamu Dube ni mzuri kwenye kufinish first time. Dube ana kevu fulani nzuri sana, hasa akitokea upande wa kushoto kwa kutumia mguu wake wa kulia. Hiyo ni moja kati ya finishing signature move nyingine ambayo yuko nayo pia. Ni mzuri sana kwenye kukevu akitokea kwenye upande wa kushoto kwa kutumia mguu wake wa kulia. Lakini ni first time finisher mzuri. Sasa ukijaribu kutizama mazingira, nafasi ambazo alizipoteza katika mchezo dhidi ya Silver Strikers, zile ni nafasi ambazo Dube ambaye tunamfahamu hatulizi pale, anagusa tu. Kwa hiyo Pedro Goncalves itabidi pia akamtengenezee mazingira Dube ya kwenda kurudia zile finish ambazo zimemfanya awe Dube yule Dube ambaye watu wanamjua.